Lakini lazima muwaeleze, tukiuza sisi madini yetu BOT nini tunapata. Lazima hapa tukutane kati, si ndio? Madini yetu tukiuza nini tunapata. Sasa hapo ndo mtawaambia, mkiuza madini BOT kwanza unajitengenezea garantii ya wewe na serikali kuaminika. Kwa sababu ili upate hela unatakiwa tu kuwa na imani, either ikuamini serikali au akuamini tajiri. Biashara ya madini nimeona ukweli ni mkubwa zaidi. Msiache hilo jambo. Serikali pia inatoa huduma ya kufanya utafiti wa kijiolojia kupitia STAMICO. Tumieni fursa hii pia, wachimbaji itawasaidia sana. Ndugu washiriki, mkoa unaendelea kusimamia kikamilifu uzalishaji wa madini dhahabu kwenye viwanda vya uzalishaji elution plants na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kudhibiti utoroshaji wa madini na kuhakikisha madini yote yanayozalishwa katika machimbo elution plant na kwa njia za zebaki yanadhibitiwa na yanauzwa katika vituo vya ununuzi wa soko la madini mkoa wa Mwanza, na tozo stahiki za serikali kuu, serikali za mitaa zinalipwa ipasavyo. Na hapa tumetoa macho wakati wote serikali kuhakikisha tunadhibiti utoroshaji wa dhahabu. Hapo tuko macho masaa 24 na vyombo vyote vinafanya kazi. Usijaribu na wala usiingie mkenge kwamba unaweza kupita, hauna njia ya kupita. Tumejiimarisha vizuri. Na hapa tumekaa kwenye Wafilipi 4 mstari wa 13, na yaweza mambo yote katika mipango mingi ambayo yote ni endelevu. Sio kitu cha kuweza kufanya mara moja na kuwafikia wananchi wote, kwa sababu watu wanakuwa, watu wanaongezeka, wageni wanaingia. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajitahidi mara kwa mara kama hivi tunapoitwa, lakini tunaangalia wapi kuna uhitaji, tunakwenda tunafanya. Kwa hiyo tunajaribu kuweka eneo mengi. Kwa hiyo hata nyinyi au makundi mengine yakiwa na uhitaji ni kutuandikia tu Benki Kuu na kusema inahitaji. Kwa hiyo Benki Kuu itakuja kwa gharama zake na kuweza kutoa elimu hiyo. Mwamko upo kwa sekta zote Tanzania, lakini imeonekana kwamba kuna umuhimu mkubwa zaidi kwenye sekta ya madini, lakini Watanzania wote kwa ujumla wanashiriki, whether ni wakulima, wachimbaji, wafugaji, wote wanashiriki. Lakini kwa sasa ilionekana wachimbaji wa madini ni muhimu kuwafikia kutokana na kwamba upeo, na hivyo kama hivyo Benki Kuu inanunua dhahabu sasa hivi kwa bei nzuri. Kwa hiyo unakuta kwamba ile demand au uhitaji wa elimu nao ni mkubwa, na kwa sababu wanakuja kwetu, basi ni vizuri wapate kujua kuna vitu gani vingine ambavyo wanaweza kutumia hizo fedha wanazopata katika kuwekeza na kuweza kuwasaidia hata baadaye kwa vizazi vyao vijavyo. Lakini pia wakumbuke hata kuweka akiba kwenye mabenki, wakumbuke kuwekeza pesa yao kwenye mabenki, ili wakati mwingine inakuwa ni kinga. Kwa hiyo mimi nashauri tu wafanyabiashara wawe na huo umuhimu wa kujali kutunza pesa na kuwekeza, kujenga na kuwekeza hata kwenye mabenki. Kwa hiyo hilo ndio ushauri wangu. Mimi kwanza nikiri kwamba tumekuwa na mahusiano karibu sana baina ya wachimbaji na serikali kupitia Tume ya Madini, lakini bado tunaona changamoto kubwa iliyobaki ni kwenye upande wa taasisi za kifedha. Hazijaamua kama zinavyotarajia kwenye lengo mahususi la taasisi zile, mfano kuwakopesha wachimbaji wadogo, kwamba nimekuwa bora sana kwenye maelezo, lakini kwenye utekelezaji bado hatujaweza kufikia kile kiwango ambacho wachimbaji tunakitaka. Mfano, uchimbaji unahitaji fedha nyingi kwa wakati mmoja. Unaweza leo kaamua kwamba niende nikakope milioni 100. Ile process ya kupata milioni 100 inachukua zaidi ya miezi mitatu. Kwa hiyo kuna vitu kwetu sisi wachimbaji tunaona kama BOT amekuja na dhamira ya kweli, basi asimame na afanye tafiti kupitia uchimbaji tunaofanya, na taarifa zetu sisi anaweza akazipata kupitia Tume ya Madini, kwamba nani anachimba sehemu gani, ana mwamba gani. Zamani tulikuwa na changamoto ya leseni. Sasa hivi changamoto ya leseni kwetu imekuwa ni ndogo sana. Changamoto kubwa ni uwezeshaji wa mitaji. Leseni ambazo zilitangazwa kupitia Tume ya Madini mkoa wa Mwanza, na hivyo watu wengi walijitokeza kuomba. Sisi kama wachimbaji wanawake tunaomba serikali itupe kipaumbele ili na sisi tuweze kumiliki leseni zetu.